Huku hayo yakijiri, Rais William Ruto ameliongoza taifa katika kutoa risala za rambirambi kufuatia kifo cha Papa Francis kilichotokea mapema hii leo asubuhi. Kwenye rambirambi zake, Rais Ruto amemkumbuka Papa Francis kama mtu ambaye alijitolea katika huduma zake kwa kanisa Katoliki, kwa Mungu na vile vile ulimwengu kwa ujumla. Anavyoarifu mwanahabari Winfrey Owino, Askofu Mkuu Katoliki wa jimbo la Nairobi Philip Anyolo amemkumbuka Papa Francis pia kama mtu ambaye alikuwa mwenye utu na huruma kwa binadamu. Saa 1:35 majira ya Vatican, asubuhi ya Jumatatu ya Pasaka, Papa Francis alikuwa na pumzi yake ya mwisho duniani na kufikisha kikomo uongozi wake wa kanisa la Katoliki ulimwenguni. Alihudumu katika wadhifa huo tangu mwaka 2013. Humu nchini, Rais William Ruto ameongoza taifa katika kumwomboleza Papa Francis, akisema kwamba atakumbukwa kwa kupigania haki na usawa kwa wasiojiweza. Naye Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akimwomboleza kama aliyesimamia umoja wa dini zote nchini. How can I see the hand of God? Akiongoza ibada ya Jumatatu ya Pasaka, Askofu Mkuu wa Katoliki jimbo la Nairobi Philip Anyolo amemwomboleza Papa Francis kama mtetezi shupavu wa masuala ya rasilimali asilia na binadamu. Let's reflect back, much not so much saddened by his death, but in the goodness, the things he has done. Let them live in our lives. Let them be rejuvenated in our lives, so that he is also living in the aspects of what he encouraged the world to be. Naye Askofu wa Katoliki jimbo la Mombasa Martin Kivuva akimwomboleza Papa Francis amemtaja kama kiongozi aliyekuwa mkarimu, mnyenyekevu na aliyetangamana na watu wa tabaka zote. Maaskofu wengine wakuu wa Katoliki nchini pia wamemwomboleza Papa Francis. Yeye alikuwa ni mtu ambaye ukaribu sana na watu. Ukimkuta na refugees is at home. Ukimkuta na mapadri, he's at home. Ukimkuta na watawa, he's at home. Ni mtu ambaye upenda ukaribu sana na watu. Hata unaona mwisho ameshindwa kukaa ndani, aliomba atokee walau asalimie, atoe tabasamu yake. He stood for values that go across humanity. He stood for human dignity. He stood for the poorest to be defended and also be helped so that they can feel dignified. Alikuwa ni mtu ambaye alitaka kuwa karibu sana na watu wa kawaida, na tunaona hata katika kanisa hivi punde alianzisha ule ambaye tunaita sinodi, yani kusafiri pamoja. Alitaka kuona kwamba kanisa nzima linasafiri pamoja, wawe mapadri na walei, kwamba tuko kitu kimoja. Kote duniani, viongozi mbalimbali wakiwemo Waziri Mkuu wa Uingereza Mfalme Charles, Rais wa Urusi Vladimir Putin, mwenzake wa Ufaransa Emmanuel Macron na kanisa la Uingereza ni miongoni mwa waliotuma risala za rambirambi kufuatia kifo chake.